Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza na tunakubariki. Asanti mfalme mwema, ni kwa sababu ya neema yako na utukufu na ushindi wako Bwana umetukirimia mmoja wetu, na ndio tuweze Bwana kusimama katika kadri na mapenzi yako katika nafasi hii. Asante Bwana Jehova Mungu wa utukufu, ni kwa sababu mambo yote yawezekana kwa wote wale Bwana Jehova Jire waaminio, wale wanajua ya kwamba wao na Mungu wamefika kuwa kitu kimoja, na ndio Bwana Jehova Jire wakaweza kupokea kutoka kwake kwa sababu ya kutii maagizo yako wewe Mungu, ni kwa sababu ya utukufu wako. Asante mfalme, ni kwa sababu wewe Bwana mahali popote ulipo mambo yote yanakuwa dhahiri, ya mambo yote yanakuwa mema kwa yote yule atakayeamini. Anafunguliwa na anaokolewa na anapokea amani ile Bwana Jehova Jire haiwezi patikana kwa mwanadamu. Ninakushukuru na ninakuinua asubuhi ya leo nikisema ya kwamba Bwana Jehova Jire watu wako wote Bwana waweze kujua na kutambua wewe Bwana ni Mungu umejaa haki. Wewe ni Mungu umejaa ushindi wa wote Bwana Jehova Jire. Wakati wowote Bwana tunapokuja kwako tunapokea ahadi mfalme wa ajabu Kristo Yesu, ni kwa sababu wewe ndiye ulipokea hiyo promise ndio iweze kutufikia sisi wote kwa wema na kwa fadhili zako. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa vile Bwana Jehova Jire upendo wako ulivyo mwema. Jehova, siku ya leo ndio Bwana mfalme wa ajabu tunazungumza kuhusu mapenzi yako yale Bwana Jehova Jire uliweza kuyaonyeshana kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Ni kwa sababu Yesu Kristo alitufanyia kazi ya ajabu na kazi kubwa wakati ule Bwana mfalme tulikuwa tu wenye dhambi, lakini Bwana Jehova Jire siku ya leo ametufanya kuwa wanawe kwa utakatifu na kwa utukufu na kwa wema. Ni kwa sababu kwa kila jambo ametufanyia. Sisi hatuna kazi yoyote tumeifanya, ila tu Bwana wetu Yesu Kristo ametufanyia. Asante Mungu wetu na mfalme wetu, ni kwa sababu ya kibali chako kikuu kile Bwana Jehova Jire unaendelea na kutuonyesha. Asante ni kwa sababu ya nguvu zako zile zilizo juu yetu na ndani yetu Bwana zitaenda kuonekana. Nazo ngome zote Bwana zinaweza leta tataniko katika nafasi hii na kuzuilia watu wako waweze kupokea neno lako. Ninasema Bwana Jehova Jire haina nguvu wala mamlaka, na chini ya miguu yetu hapo ndipo tumeilaza. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. 2 King 5, kuna mtu mmoja anayeitwa Naaman, na nataka tuweze kumtazama na kumwangalia ndio tuweze kujua mapenzi ya Mungu yale atakapotunenea mahali pale. Nashukuru sana ya 2 King 5 tuisome mahali pale from 1 to 17. Yes, from 1 to 17. Katika hiyo kitabu ya 2 King nataka tuweze kuzungumzia neno la Bwana hapo, na tuweze kuanzia, wacha niweze kufunguka mambo mengine. Wakati tunaposoma neno la Bwana tunaliangalia neno la Bwana kwa njia tofauti, na wakati wote tunapoiangalia neno la Bwana kwa njia kulingana na vile Mungu anavyohitaji, tunapokea neema na tunapokea baraka mahali pale, tunabarikiwa mahali pale, kwa sababu wakati tunaposoma neno na kulipokea kulingana na vile linavyohitajika, hakuna kitu kingine tunaopokea ila tu ni baraka za Bwana, na hizo baraka zinakuanga zimetokana na imani katika neno. Kwa hivyo wakati kama huu nashukuru Bwana sana, tukienda kulisoma lile neno kwa wema wake. Inasema number 1, at now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man a mighty man in valor, but he was a leper. Number 2.
And the Syrians had gone out by companies and brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. Number 3, and she said unto her mistress, would God, may Lord our with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Number 4, and one went in and told his Lord, saying, thus and thus said the maid that is of the land of Israel. Number 5, and the king of Syria saying, go and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Number 6, and he brought the letter to the king of Israel, saying, now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. Number 7, and it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he lent his clothes and said, am I God to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore, consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Number 8, and it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Number 9, so Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. Number 10, and Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou made me clean, and thou shalt be clean. Number 11, but Naaman was wroth, and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand, or offer the praise, and recover the leper. Number 12, I'll not Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a large. Number 13, and his servants came near and spoke unto him, and said, my father, if the prophet had bade thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather than when he said to thee, wash and be clean?
number 14. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Yes. Number 15. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now, therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. Take a blessing of thy servant. 16. But he said, As the Lord liveth, before whom I stood, I will receive none. Yes. And Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 miles. Ni 16. Hapo ndipo tulikuwa tunafika, na ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya kutubariki na neno lake, na hilo neno lake sasa tutaendelea kwa tukilisoma na kusaidiwa na Roho wa Bwana vile tutaweza kulifafanua. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo nikikusalimu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu neno lake asubuhi ya leo ni takatifu. Neno lake liko na nguvu na liko na uwezo. Kumbukeni jambo moja ya kwamba tunaangalia neno na njia ya kwamba vile Mungu anavyofanya kazi ndani yetu kupitia nini? Kupitia kunena. Bwana asifiwe. Topiki yetu wakati tunapoiangalia, tunaangalia mambo kadhaa wa kadhaa kulingana na vivyo. Tunaiangalia tukiona ya kwamba the secret of forgiveness of sin is preaching, not praying. Bwana asifiwe. Ati wakati tunapoangalia ili neno la Bwana linatuonyesha na kutufundisha ya kwamba ati siri ya msamaha wa dhambi si kwamba ni maombi tu. Neno linatuonyesha ya kwamba siri ya msamaha wa dhambi, na ndio tuweze kufunguliwa katika dhambi zetu, kufunguliwa katika hali yoyote ile. Kuna sauti kama vile wakati ule Kristo Yesu alipoenenda katika wakati tulikuwa tunasoma katika kitabu ya Mark. Kumbuka vizuri, tulikuwa tunasoma katika kitabu ya Mark. Na wakati tulipokuwa tunasoma katika kitabu ya Mark, tuliona ya kwamba wakati John the Baptist alipotumwa katika ulimwengu, alitumwa ndio aje aweze kutengeneza njia za Bwana, na njia za Bwana ziweze kuwa sawa na sahihi kama vile kulingana na vile Mungu alivyokuwa amepanga kazi yake itaendelea kutoka mwanzo. Na wakati huo ndio aliweza kumtuma John the Baptist aje mbele ya yule alikuwa amepangwa ya kwamba yeye ndiye atakayekamilisha hiyo kazi. Ilikuwa imeanziwa na ilikuwa imetangulishwa na Mungu iweze kufanyika. Na wakati ule John the Baptist aliweza kutumwa katika kitabu ya Mark 1, tunaona ya kwamba katika kile kitabu kinasema ya kwamba ati John wakati alipokuja katika ulimwengu, tumesoma na wewe vizuri sana, tukaona ya kwamba John alikuja, Biblia inasema ya kwamba John alikuja kusema ya kwamba ati tengenezeni njia, tengenezeni mapito mahali pale yule atakaye kuja nyuma yangu. Sasa ni John alikuwa anasema hivyo, atakaye pitia. Kwa hivyo ninamwona John, Biblia inatuambia kwamba, maneno linatuambia kwamba John preached, alihubiri kuhusu yule atakaye kuja nyuma yake, na ndiye Christ Jesus. Kwa hivyo wakati nilipokuwa nikiangalia neno na kutoka Genesis 1 mpaka Revelation,
ninaona kila kitu kiko pale ndani ya Biblia kina sauti ilitolewa. Kila kitu kina sauti ilitolewa. Bwana asifiwe. Hata wakati Mungu alikuwa anapoumba from Genesis 1, alisema na kuwe. Kwa hivyo Mungu hakusimama katika nafasi kwanza ya kuomba. Maombi inakuja baada ya mwanadamu kutambua kuna sauti ile iko katika kitabu ya Roman 10 ya kwamba kusikia, kuamini na kukiri. Na inauliza tena, wanaweza mjua namna gani? Wanaweza sikia namna gani kama hakuna mhubiri? Kwa hivyo watu wa Mungu, kuna kitu moja ningetaka tuweze kutambua wakati wowote tunapolisoma Biblia, tena wakati wowote tunapoenenda katika maombi, tuweze kujua ya kwamba hakuna maombi mtu anaweza yaomba kama haijatokana na neno lile umelisikia, neno lile umelisoma, na ndio uweze kuambatana na imani iliyo ndani ya hiyo neno kulingana na vile lile neno linavyosema. Kwa sababu si neno lolote linasimamia mahali popote. Hapana. Kila neno liko na nafasi yake. Na usipotambua nafasi ya ile neno mahali inafaa kuandamana na maombi yako, wakati unapoomba na neno na haiko na sense katika maombi, yani kulingana na vile unavyotaka kuomba, we unakuoti tu maandiko, unakuoti tu mahali popote, chochote unakijua kutoka kwa Biblia ulikipokea, unakiweka tu kila mahali popote unataka kuomba. Hapana, unafanya lile neno liweze kukosa ladha, unafanya lile neno likufe. Na wakati neno umelitanja ate ndio unaomba nalo, na haliandamani na vile na vile na kile kimekupeleka katika maombi, ile jambo ninaona ni kukufa. Lile neno linakufa, linakosa pumzi, linakosa uhai katika nafasi hiyo. Haleluya, Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho, neno liliandikwa ndio liweze kuandamana na wakati. Kila neno liko na wakati wake. Kila neno liko na nafasi yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana kwa vile alipokuja na mpangilio mwema na sauti inaosikika vyema na kutambulika vyema. Sauti iko na mpangilio mwema wa mambo yale yanayohitajika katika maisha yetu. Hatukuwa tunajua mambo kama yale, lakini kwa sababu ya Mungu kutupa kibali chake, kwa sababu ya Mungu kutaka watu wake waweze kumtambua vyema, alitupa neno. Ndio wakati tunapolisoma neno tunatambua moyo wake, tunatambua mapenzi yake juu yetu, tunatambua yale yote Mungu aliyokuwa amehakikisha kutuhusu sisi wanadamu, sababu Mungu alituumba sisi ndio tukaweze kupata kibali kwake na kuwa kama vile yeye mwenyewe alivyo katika imani. Hatufanani na Mungu kulingana na vile sisi tunafikiria. Tuafanana na Mungu katika imani yake. Imani ya Bwana ndio inatufananisha na yeye. Imani ni neno lake. Wakati tunapoliamini neno lake na kama vile yeye mwenyewe ameliamini, hivyo ndivyo nasi tunakuwa kama yeye vile alivyo wakati huo wote ule tunapoamini. Tunaangalia mtumishi wake huyu, tumesoma na tutaendelea kumsoma na Kiswahili. Tutaangalia Naaman wakati Biblia inatuambia kwamba Naaman alikuwa jemedari. Basi Naaman jemedari wa jeshi la mfalme, alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu.
Na neno linaendelea kutuambia kwamba alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana, mbele ya Bwana wake, na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Nafurahi sana wakati ninasikia alikuwa mtu hodari, alikuwa mtu mwenye nguvu, alikuwa mtu mwenye uwezo wote, mpaka alikuwa anapendeka na wakubwa wake. Bwana asifiwe. Na wakati huo alikuwa namna hiyo, neno linatuambia ya kwamba hata kama alikuwa namna hiyo, alikuwa mwenye dhambi. Na nimesema mwenye dhambi kwa sababu hii leprosy inasimamia sin. Lakini hata kwa hayo yote Mungu hakukosa kumfikia Naaman. Ninaona upendo ulio ndani ya Baba. Ati kama vile Mungu aliupenda ulimwengu, alimtoa mwanae wa pekee, kwa yeyote yule atakaye muamini, haleluya, aweze kuhesabiwa kuwa mwenye haki, aweze kumpokea uzima wa milele. Yes, haya yote ilikuja ni kwa ajili ya mwanadamu yeyote yule aliye katika ndani ya ulimwengu tulio ndani yake. Kwa sababu Mungu hakumtuma Kristo Yesu kwetu akuje atuhukumu. Alimtuma ndio tuweze kupokea amani, tena amani tele. Na Naaman ni mmoja wa wale watu waliokuwa katika ulimwengu kwa wakati wake, wakati huo. Na Mungu kwa Mungu, ndani ya moyo wa Mungu alimpenda Naaman vile tu alivyo, alimpenda. Kama vile siku ya leo Mungu wetu mfalme anakupenda na ananipenda. Na ndio siku ya leo amenifikishia injili yake katika uwezo wote na ufunuo wote wa kutambua mambo yamefichwa ndani ya Kristo, mambo yamefichwa msalabani, mahali pale Kristo alisulubishwa, mambo yamefichwa katika kaburi wakati ule Yesu alipozikwa. Haleluya. Na wakati ule Yesu alipozikwa na siku ya tatu akafufuka, hali yoyote ya ufunuo, mambo yale yote yalikuwa yamefichwa, yalifunuliwa. Kwa nani? Yalifunuliwa kwangu na yalifunuliwa kwako. Haijalishi wewe haujaokoka, kwa sababu hata Mungu, hata Naaman alikuwa hodari, alikuwa tajiri, alikuwa mtu mwenye mambo makubwa, alikuwa mtu mwenye wa kupendeka, lakini alikuwa na leprosy. Alikuwa na leprosy. Bwana asifiwe. Na kama vile alivyokuwa na leprosy, Mungu hakumchukia, Mungu hakumwachilia. Mungu hakufanya ya kwamba ati kwa sababu ako na leprosy hawezekani, ati kwa sababu ako na ile kitu tunaokiita kwa sababu nyakati hizo ukiwa na leprosy wewe ulikuwa hauhitajiki, sababu ulikuwa umenajisika. Mungu hakuona unajisi ule ulipokuwa ndani ya Naamani katika maisha yake. Mungu alimuona akiwa chombo kizuri na chombo cha kufanya neno lake, jina lake liweze kuinuliwa. Sababu neno linatuambia kwamba wakati mmoja mitume wakaenda kwa Yesu. Wakati walipokuwa wakizunguka katika ulimwengu nyakati hizo, na wakakutana na mtu mmoja alikuwa mgonjwa na alikuwa na baba yake. Akauliza, mitume wakauliza Yesu, ni huyu mtoto ni wazazi wake ama ni nini kimemfanya aweze kuwa hivyo? Naye Yesu kwa hekima na maarifa kutoka kwa Mungu akawajibu, akawaambia, si huyu mwana
na si wazazi wake. Yesu hakukubali kuwekelea mtu hata mmoja mzigo ule. Alimwambia si huyu mwana na si mzazi wake. Hili jambo limekuja katika maisha ya huyu mtoto, ndiye jina la Bwana liweze kutukuzwa. Siku ya leo, kwa sababu ya jina la Bwana lilitukuka kupitia yule mtoto, siku ya leo tuna imani kubwa. Siku ya leo tuna imani ya uponyaji. Siku ya leo tuna imani ndani ya Kristo. Tuna imani ndani ya Mungu ya kwamba kuna uwezo na kuna nguvu kwa wote wale waaminio mapenzi ya Mungu na kazi yake ile aliitangulia kuifanya kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, kabla mimi na wewe hatuja kuja katika ulimwengu. Tulikuta mambo yote imeandaliwa. Mambo yote imeandaliwa. Hali zote zimekamilishwa. Sisi kazi yetu ni kuingia katika malazi ya Mungu, ndio tuweze kupumzika, ndio tuweze kula na kunywa pasipo vita yoyote, pasipo kuchoka, pasipo dhamana yoyote tunaweza itoa ama kuilipa. Namshukuru Bwana sana siku ya leo kwa sababu ya huyu mkubwa wa majeshi Naamani. Mungu alimtazama na akaona ako na leprosy. Na ukweli ni ya kwamba bibi yake ndiye tu alikuwa anajua ako na leprosy. Watu hawa wengine hawakutambua. Yeye na bibi yake na Mungu walitambua. Haleluya. Lakini kwa uwezo wa Mungu alitaka kumfunulia yule msichana alipokuja katika nyumba yao. Yule alikuwa amechukuliwa mateka na akaletwa katika ule mji. Na wakati ule aliletwa, mtoto alitambua ya kwamba, msichana alitambua ya kwamba mkubwa wake, tajiri wake ako na shinda ya ukoma. Naye haleluya, ninashukuru Bwana. Nashukuru Bwana sana. Wakati ule msichana alipojua na akatambua vile Naamani mkubwa wake mdozi wake alivyo, hakukimya. Kwa sababu kazi ya Bwana na neno la Bwana si kutulia. Neno la Bwana, wakati tumetambua kazi ya Kristo mahali inaweza kazi ya Kristo mahali inaweza fanyiwa. Sababu yule msichana wakati aliona Naamani na alitambua Naamani ako na ukoma, alipata nafasi ya kuliinua, ya kufanya jina la Mungu liweze kuinuliwa. Aliona kibali kikuu. Aliona nafasi. Aliona nafasi ya kulitambulisha neno la Bwana. Asubuhi ya leo nimepata nafasi ya kulitambulisha neno la Bwana kumpitia Naamani kwako wewe. Kukwambia ya kwamba hali yoyote ile unayoiona na kuisikia ndani yako imekulemea, yani imekushinda, umefika mwisho, haujui ufanye nini, nakwambia mtu wa Mungu, siku ni leo uko na nafasi ya kuamini, sababu neno la Bwana ni wakati ule unapolisikia neno la Bwana, wakati huo ndio wakati wako na ndio nafasi yako ya kufanya nini, ya kuonyeshana Mungu aliye ndani yako, kuonyeshana nguvu za Bwana, kuonyeshana ukweli ulio ndani ya neno, kuonyeshana umuhimu wa kuliamini neno. Bwana asifiwe. Yule msichana akatamani sana mtu anaitwa Naamani aweze kwenda katika ule mji ule mji prophet alikuwa Elisha. Na wakati ule yule msichana alifikiri hayo, hakugoja, alimnenea yule alikuwa amemwajiri mwanamke. Na wakati aliponena nao, akaambiwa naye mwanamke yule kwa ile sauti kutoka, yani huyu msichana aliona Elisha akiponya watu ukoma katika mji wao. Na wakati alipokuja huko akaona yale yote aliyoyaona,
huku kuna shida kama hiyo, alitaka tu naye mdozi wake aweze kuingia Naaman, aweze kuponywa. Na wakati aliponena, ndio ninatiria maanani hapo, kunena, kutoa sauti, kusema, kufanya wengine waweze kusikia, kuweza kuwatambulishia mambo yale yanayoendelea. Msichana hakukimya, akafanya Naaman aweze kutambua kuna mtu mmoja anaweza fanya kitu, na Naaman aweze kupokea nafasi yake, na ukamilifu katika mwili wake uweze kupatikana. Na wakati yule Naaman aliambiwa, naye hakustasta. Tunaona hapa kuna chain. Wakati mwanamke huyu msichana akiwa katika mji wao, aliona na akasikia yale yanayofanyika. Wakati alipokuja mji huu mwingine, mahali pale alitekwa nyara, akapelekwa, alienda naye hakutulia, akapeleka ujumbe ya yale yanayofanyika katika Samaria. Bwana asifiwe. Naye bibi yake wakati aliposikia, alipelekea mumewe. Naye mumewe wakati aliposikia, akachukua hatua, na wakaweza kuenda moja kwa moja mpaka kwa mtumishi wa Bwana Elisha. Na ninatazama, ninaona ya kwa wakati alipofika kwa Elisha, alienda na akasimama mbele yake, lakini Elisha hakutoka ndani ya nyumba. Alinena akiwa kwa nyumba. Nini Elisha alifanya? Elisha alitoa sauti, alihubiri. Msichana alihubiri, msichana alihubiria wenzake. Mama akafikiwa na sauti, mdozi wao, naye mdozi wake akaenda akahubiria Naaman, naye Naaman akachukua hatua. Bwana asifiwe. Kila mtu wakati tulio hapa ulimwenguni, ni wakati wa kupeana ujumbe wowote ule utokanao na neno la Bwana, imani katika neno, kufikishia mwingine, kupelekea mwingine. Hata asubuhi ya leo ninakufikishia ule ujumbe, ndio na wewe huu ujumbe uweze kuupelekea mtu. Hauwezi jua alikuwa anangojea ujumbe kama huo, hauwezi jua. Huo ndio ulikuwa msaada wake na uponyaji wa maisha yake, sababu kila neno kina yule kinayefungua, kila neno kina yule kinayeponya, kila neno kina yule kinaosaidia. Huu ni wakati wa kutotulia na kutokimya. Ni wakati wa kunena kama vile huyo msichana alivyonena, ndio mkubwa wake aweze kuingia katika nafasi ya kuponywa na mtumishi wa Bwana yule alikuwa ametumwa katika nafasi hiyo. Tukiangalia mstari wa pili, tunaona ya kwamba mstari wa tatu, akamwambia bibi yake, alimwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Nini kimefanyika? Tunaona na tunaangalia kwamba neno la Bwana si maombi tu. Neno la Bwana linahitajika sauti, kama vile Mungu aliposema na kuwe na. Alafu hiyo ni chapter 1, na yale yote alisema na kuwe ikafanyika, na mwishowe akasema na iko sawa, ni kamili, ikamfurahisha Mungu kazi yake. Tukiangalia chapter 2, ndio naye chapter 3, chapter 2, Mungu akamnenea Adam, akamwambia Adam, msile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, sababu wakati mtakapokula mtakufa. Sauti ikamfikia Adam. Mahubiri Adam alihubiriwa wakiwa na Eve, wakati tu walikuwa katika shamba la Edeni. Walihubiriwa, walisikia mahubiri.
Hata kama hawakufuata yale mahubiri, waliikosoa, walipinga. Yes, walipinga Injili, walipinga neno la Bwana, kama vile tunalolipinga siku ya leo. Sisi watu wengi tunalipinga, reject the word of God, kama vile Adam and Eve alireject. Lakini Genesis 1 inaona ya kwamba ardhi ilikubali, ground ilikubali neno lile. Mungu alininenea ulimwengu, na wakati alipoinenea ulimwengu, ulimwengu ulifanya mapenzi yake. Chapter 2, hata kama Adam and Eve walinenewa, tunaona chapter 3 wamepinga ile sauti ya Bwana. Na wakati walipoipinga, hapo ndio tunaona shida iliingia katika ulimwengu. Walipinga namna gani? Shetani kumpitia nyoka alikuja akawahubiria. Ile mahubiri walikuwa wamehubiriwa na Mungu, ilikuja nyoka kumpitia shetani akawahubiria sauti yake ama neno lake, naye Adam and Eve wakapokea lile neno. Bwana asifiwe. Wakaondoa neno la Mungu ndani yao, wakalipokea neno la ibilisi. Niko wapi? Niko hapa. Wakati tunaposikia neno la Bwana, ni wakati wa kulipeleka mahali popote pale linahitajika kufika, sababu lile neno lina msaada mkubwa sana. Kwa mtu mwingine hajalisikia, pengine ameshalisikia na analijua sana, lakini lifike kwake kwa wakati ule ufaao, na lifike kwake kwa njia ingine mpya, na wakati linapofika kwake liweze kuwa msaada wa kuokoa watoto wake, liweze kuwa msaada wa kuokoa moyo wake katika ugumu, ama katika hali ya kusononeka, ama katika hali ya ufunuo. Neno, wewe ndiye uko na uzima wa mwenzako. Si Kristo atamletea uzima, bali utamnena Kristo kupitia neno kwa mwenzako, ndio uzima ule uweze kuingia ndani yake. Huyu msichana tunaona ya kwamba alinenea bibi ya Naaman, akatamani Naaman awe na uzima, naye bibi alikuwa anatamani bwanake aweze kuponywa, aweze kuwa na uzima wa mwili, aweze kukua na uzima wa Mungu. Na ilifanyika hivyo kupitia nini? Kupitia kuongeleshana mmoja kwa mwingine. Bwana asifiwe. Mmoja kwa mwingine. Huu si wakati wa kutulia, huu si wakati wa kukimya, huu ni wakati wa kutoa sauti, huu ni wakati wa kunenea wenzetu, huu ni wakati wa kuunganisha familia na kuinenea, huu ni wakati wa kuweka marafiki wetu pamoja, na tuweze kunena tu jambo neno moja kwao, liweze kuingia ndani ya mioyo yao, waweze kulisikia. Pengine linaweza kuwa ndio ilikuwa njia. John the Baptist alitumwa katika ulimwengu aambie watu waliokuwa ulimwengu kwa wakati huo, sababu sio sisi alinenea. Aliwanenea wale waliokuwa wakati huo, Samaria, Judea na Jerusalem. Aliwanenea, na wakati alipowanenea, nao walikusanyika katika nyika, na wakabatizwa katika mto wa Yordani. Na wakati walipobatizwa, dhambi zao kulingana na neno John the Baptist aliachwa nazo. John the Baptist ndiye aliweza kufanya waliungama dhambi zao zote, waliungama kwake, naye akazipokea. Naye Kristo kwa muda kidogo, Kristo akanja. Yule alikuwa anajua njia ya kupeleka yale matatizo yote, ile dhambi mahali pake, sababu hata John the Baptist hangeweza. Pastor wako anaweza kosa kumuokoa mpendwa wako. Haleluya.
Lakini wewe usikie kutoka kwa pasta wako, na wakati utakaposikia kwa pasta wako, uende kwa mpendwa wako rafiki uweze kumnenea, na wakati utakapomnenea apokee lile neno kwa nguvu na mamlaka makuu kuliko vile angepokea kwa pasta wako. Kwa hivyo wewe ni mjumbe, wewe ni mjumbe. John the Baptist alitumwa kama mjumbe hapa ulimwenguni, anje akiwa nabii mkubwa, mjumbe wa Mungu, alete sauti, alete ujumbe ule. Na wakati ulipotufikia, kumpitia yeye tuliokolewa na Kristo Yesu, kupitia John the Baptist, kwa kutunenea, na sisi tukaweza kufanya nini? Tukaweza kuungama dhambi zetu zote. Na wakati walipoungama dhambi zao, Yesu akanja akachukua zile dhambi kutoka kwa John the Baptist. Na wakati alipochukua, watu wa Judea, Samaria, ama Yerusalemu, wote wakafunguliwa kutokana na dhambi zao. Na hapo ndipo tunaona yule mwanamke alizikwa akizini. Wakati alipoletwa kwa Kristo na wakaanza kumstaki kutokana na sheria ya Musa, Kristo aliwaambia yeyote yule hajawahi fanya dhambi atangulie kuchukua jiwe aweze kutangulia kumgonga. Lakini wote, Biblia inatuambia kwamba walihukumiwa na mioyo yao, sababu ndani ya mioyo yao walikuwa kama Naaman. Ndani ya mioyo yao kulikuwa na dhambi, ndani ya mioyo yao kulikuwa na leprosy. Na wakati Yesu aliposema hivyo, ile dhambi ilikuwa ndani ya mioyo yao, ikainuka, ikawahukumu wote, mpaka wale walikuwa na mawe waliweka chini, wakaondoka kutoka kwa mkubwa mpaka kwa mdogo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa Naaman. Hivyo ndivyo ilikuwa wakati wa Naaman. Sio Naaman tu mwenyewe alikuwa na leprosy, wote walikuwa nayo mpaka bibi yake. Lakini wakati ule bibi yake alifikisiwa ujumbe, akauamini, akampelekea Naaman. Naaman ndio tuona amechukua hatua ya kwenda. Bibi alimuhubiria, msichana akahubiria bibi ya Naaman, bibi ya Naaman akahubiria Naaman. Naaman akachukua hatua, naye akaenda kuonyesha kitendo kikuna ya ajabu ile tunayo yanena siku ya leo. So sio pasta wako tu anaweza kuokoa mwenzako. Una uwezo wewe, umepewa mamlaka na umepewa nguvu. Sio pasta wangu atenaweza tu kukupelekea. Hata mimi nimepewa mamlaka kumpitia yeye. Nimepokea mamlaka na nguvu na uwezo. Nimepewa roho kama ule akonayo. Nimepokea uwezo kutoka kwa neno. Nimepokea mamlaka. Nimepewa nguvu ya kuhubiri. Ndio nikuhubirie, na wewe hubiria mwingine. Naye ahubirie mwingine, na ulimwengu wote utageuka. Watu wote wataponywa kutokana na hali walio ndani yake. Hali zao zote zitakomeshwa. Na ikiwa namna hiyo, tutaona mabadiliko makubwa sana kama yale yalipatikana ikaonekana wakati wa Naaman. Mtu aliyekuwa mchana ako na amani wakiwa na watu wengine, anaonekana akiwa na furaha, lakini ndani yake ako na uchungu. Ndani yake ako na uchungu. Ndani yake hana amani. Hakuwa na furaha, hata kama alikuwa anapigana vita na anafanya watu wao waweze kushinda. Hata kama alikuwa anafurahisha wakubwa wake. Neno linatuambia ya kwamba Naaman alikuwa na leprosy. Na alikuwa na leprosy si kitu kidogo. Kuna uchungu. Kuna uchungu. Kuna kutokuwa na amani. Yes. Kuna hali ya kuwa na kusononeka. Kuna uoga wa kifo ndani yake. Bwana asifiwe. Kama vile watu walivyo siku ya leo. Watu wengi wako na uoga wa kifo kwa sababu ya dhambi iliyo ndani ya mioyo yao.
Watu wengi wako na uoga wa kifo kwa sababu ya hukumu iliyo ndani ya mioyo yao. Watu wengi hata kama wanaenda makanisani, hata kama wanasoma neno, hata kama wanaomba, hata kama wako namna gani, hawajafika katika kiwango cha kufanya nini? Cha kugeuka. Kulisoma neno na kuliamini kunaleta nini? Kunaleta kugeuka. Kunaleta kitu tunaokiita turning. Na kusema na kusema nimerepent, ni kuturn, ni kufanya mawazo yangu yote iweze kugeuka, ni kufanya moyo wangu uweze kugeukia mambo yale nilikuwa nayo hapo bereni, matendo yale nilikuwa nayo hapo bereni, mambo yale yalikuwa yamenibeba, kuyageukia ndio niweze kuenenda katika nafasi ya imani. Sababu kugeuka ni kuendelea na kuendelea na kuendelea kuliamini neno lile lilikugeuza. Na lile neno tunaliona katika Biblia. Na hilo neno ndio kuamini Kristo Yesu na kazi yake yote. Bwana asifiwe. Naaman wakati alipofika, tukiangalia namba 4 anasema, mtu mmoja akaingia akamwambia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana ya mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli amesema hivi na hivi. Huyo kijana amesema hivi na hivi. Akamwambia, kuna sauti ilitoka. Kuna sauti ya mtu aliye nyikani, kama vile Biblia inasema juu ya John the Baptist. Naye huyo anasema kuna mwanamke, kuna sauti imesikika. Yule mwanamke kijana aliyotekwa nyara kutoka nchi ya Samaria na akaletwa hapa, amesema hivi na hivi, ndio inasema. Alafu mfalme wa Samu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 ya namba 6, akampelekea mfalme ya turuke namba turuke mpaka mstari wa 8, tuende mstari wa 8. Mstari wa 7. Ikasema, mimi ni Mungu niue na kuuisha. Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake. Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugobana nami. Huyu ni mfalme. Aliogopa, alishindwa. Naaman, hii ni barua ya aina gani amenitumia? Yes. Wakati nikwambie, kuna kitu kimoja niliweza kusoma wakati niliposoma hapa juu ya huyu mfalme alipelekewa barua. Wakati barua ilimfikia, nayo barua iko na sauti, na ile sauti ilikuwa ndani ya barua, ndio ilifanya huyo mfalme aweze kukasirika, aweze kushindwa. Namna gani huyu mtu anataka kunitumia namna hii? Kwani anafikiria mimi ni nani? Anaweza kufanya hivi kwa nini? Ikawa namna hiyo. Lakini mtu wa Mungu, wacha nikwambie kitu moja. Ilikuwa hata yeye asikie na aone na atabue. Kuna mtu mmoja anaitwa Elisha, mwenye nguvu na mamlaka ya kufanya mambo yale, yani mambo supernatural, mambo makubwa, mambo isiyofikiririka kwa mawazo yetu. Hata yeye alifikishiwa ujumbe, hata kama ilikuwa imeandikwa kwa barua, ndio aweze kuelewa na kutambua ya kwamba na wakati ule Naaman aliponywa, yes, alitambua. Kwa hivyo
Barua ni sauti. Hata saa hii ni sauti ninatoa. Siko pamoja na wewe hapa, lakini na kutumia sauti. Kuna wakati ninaweza kukutumia barua. Kuna wakati ninaweza kukwambia soma neno mahali fulani. Sauti inakufikia kwa njia tofauti. Bora uiweze kuwa umesikia kuna jambo tofauti na vile unavyojua na vile unavyoamini, na ukikubali kuigeukia, iko na msaada mkubwa sana katika maisha yako. Mimi nilikuwa ninafikiria watumishi wale wanatuhubiria, akina tuseme ni watu kama akina Benini, akina Josmaya, akina hao wakubwa wote, akina Wairimu Nelson, akina yani hawa wa huku kwetu. Nilikuwa nafikiria wao hawahitaji neno kwa sababu wanalijua. Kumbe kila neno ni ya kila wakati fulani. Kumbe hakuna mtu hata kama ni nani, huyu ni akida mkubwa, lakini alitumiwa msichana, mtoto mdogo, na alikuwa maid. Kwa hivyo wakati ule tunapolisoma neno, tulisipokee neno kulingana na vile tunavyolijua. Tulisome neno kwa moyo mwingine mpya. Tulipokee neno kwa njia nyingine mpya. Huyu wakati alifikiwa na barua, alikuwa tu na moyo wa kale. Moyo ule old. Moyo ule ulikuwa hakuna kitu unaweza leta, hakuna mazao ndani yake. But wakati ule mambo haya yalifanyika, alisikia yale yamefanyika kupitia Naaman. Haleluya, Bwana asifiwe. Ninatazama haya mambo nikajua ya kwamba katika njia yoyote ninafaa kuifikisha ujumbe wa Bwana. Ninafaa kuutuma ujumbe wa Bwana kwa njia yoyote ile. Ifikie mtu yeyote yule, aliye mbali ama aliye karibu, aweze kupokea ujumbe wa Bwana, aweze kusikia ujumbe wa Bwana kulingana na vile neno la Bwana linavyonena. Huu ni wakati wangu na wakati wako. Wakati kama ule ulikuwa wa Naamani, na wakati kama ule ulikuwa wa John the Baptist, na wakati ule ulikuwa kama wa huyo msichana. Ulikuwa wakati wake na ulipita. Huu ni wakati wangu mimi na wewe ninayenenea, wewe unayenisikiliza. Ni wakati wako wa kumfanya mtu mwingine aweze kuondoka katika hali yake ya kusononeka, hali yake ya kupingwa, hali yake ya kushindwa, hali yake ya kuwa katika ugumu. Isipokuwa ni huyu msichana alitolewa katika nchi nyingine, akaletwa huku. Hiyo mji haugetambua kuna uwezo, kuna njia nyingine ya uponyaji. Sio vile walikuwa wamezoea, sio vile walikuwa wanajua. Namba 9 nikasema, namba 8 nitairudia. Hata ikawa Elisha yule mtu wa Mungu alisikia kwa sababu ya vile kulikuwa na makelele na uoga ukajaa kule. Elisha akasikia. Aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyalalua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme. Unaona, ni kitu kinafikishianiwa kila mmoja. Ni kitu kirakinyira, yani ni uhoro uratwarwo, na nikio ngwirire toma hoya tu. Ni uhoro na gwitikia kiugo kia Ngai, na kio kiugo gigatuma kugie na nogaruku wa maundu mothe thiini wa miturire itu. Kiugo kiu gigatuma tugoce Ngai. Hiyo neno linafanya tuweze kumuinua Bwana, kumtukuza Bwana, kumbariki Bwana katika kuomba na katika kumshukuru na kwa njia yoyote ile. Bwana asifiwe. Watu walikosa neno ndani yao. Watu walikosa kusikia na kutilia maanani na kuamini. Watu walikataa, wamechukua neno kikawaida, wamechukua neno kwa msaha, wamechukua neno kulingana na vile wanachukua mambo yale mengine. Ndio hakuna miujiza na maishara miongoni mwetu. Na usipoamini miujiza na maishara,
kuna mambo haiwezi fanyika katika maisha yako. Miujiza na maishara ilifanywa na Kristo Yesu. Ilifanywa na akina Elisha na kina Elijah. Mambo mengi yalifanyika wakati huu. Tukiangalia yale Yesu Kristo aliyoyafanya, tunayaona ilidumu kudumu mpaka wa leo inafanyika kwa wale watu wanaomuogopa Bwana. Bwana asifiwe. Ate ndipo akamtuma mtu kwa mfalme, akasema, "Abona umeyalalua mavazi yako." Kwa hivyo hakuwa anafaa kulalua mavazi yake. Lakini kwa sababu hakuwa anajua kuna mtu aliye na uwezo, kuna Mungu huko katika nchi yake. Kuna mtu ajabu. Kuna mtu aliye na uwezo na nguvu ya kufanya mambo hayo, anaona kama haiwezekani. Anaona yeye hawezi. Akaambia, "Na anje sasa kwangu mimi." Naye na anje sasa kwangu mimi. Naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Yes. Na mimi leo nasema hivi. Mahali ulipo, wacha kujulikane. Kuna nabii anayenena. Kuna neno linanenwa. Limekufikia na limekukuta katika nafasi ile sawasawa na kazi ya hiyo neno kufanya ndani yako. Na wacha hali yoyote ile imekuinukia. Hali yoyote ile imekufanya kuwa mtumwa katika maisha yako. Haijalishi ni ya fedha, haijalishi ni imani ya neno, haijalishi unashindwa na mambo gani ama gani, haijalishi uko na hukumu ndani ya moyo. Hili neno liliweza kumponya Naamani. Lina uwezo mkuu sana hata sasa, hata leo. Lina uwezo mkuu sana. Ile kitu tunapokihitaji siku ya leo ni kuamini tu. Amini neno la Bwana. Nalo neno la Bwana litaweza kukuondoa katika hali hiyo ya utumwa. Na hali ya utumwa si hali ya kufanya umaraya, si hali ya wizi, si hali ya madanganya. Hayo yote inafanywa na kitu kimoja. Dhambi ile iliyo ndani yako, ile hukumu iliyo ndani yako, wakati itaweza kutolewa na ile neno kutoka mahali pale, mambo haya yote unaona ni kizingiti, yani ni kitu kisito sana kukuondokea. Hiyo mbegu ya dhambi ikiondolewa ndani yako, kama vile hiyo leprosy ni mbegu ya dhambi. Ilikuwa mbegu ya magonjwa, lakini kwa ufunuo ni mbegu ya dhambi ilikuwa ndani ya Naamani. Na wakati ule alikutana na mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana akamtuma katika mto wa Yordani, aende akajichovye mara 7. Na wakati alipoenda akajichovya, alitoka katika ule mto akiwa na mwili mchanga kama wa mtoto mdogo. Bwana asifiwe. Haleluya. Nini hiyo? Moyo wake na hukumu yote ilikuwa ndani yake. Mambo yale yote yalikuwa yamemweka huzuni, hofu, kilio, mateso mengi. Iliondoka mara moja baada ya kujichovya hiyo 7 times. Na tunaona ya kwamba wakati tulipokuwa tunasoma Kiingereza, tunaona ya kwamba wakati alipofika kwa mtumishi wa Bwana Elisha, na mtumishi wa Bwana akakosa kutoka. Wacha nistusome namba 9. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akisimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Namba 10. Naye Elisha akampelekea ujumbe. Elisha alifanya nini? Elisha hata hakutoka. Alituma ujumbe kwake. Alipeana ujumbe kwake, akasema ya kwamba mwambie hivi. Haleluya. Haleluya. Sio lazima tuonekane tukija kukuwekelea mkono. Lakini kwa wakati kama huu tunaponena pamoja nawe, kazi yako ni kuamini yale yameandikwa ndani ya neno lile tunalolisoma. Ate ni kuamini leo niko hapa. Haya yote yameniinukia. Haya yote imefanya niweze kuonekana kama mimi sifikiri. Haya yote imeniweka katika kona. Biashara yangu, watoto wangu, bibi, bwana,
hali yoyote kushindwa na kuwa na ufunuo. Mtu wa Mungu, hata Naamani hakukuwa nayo. Ile kitu alifanya ni kutii sauti. Alitii sauti ya mtumishi wa Bwana. Alitii sauti. Alitii neno kutoka kinywa cha Elisha. Kazi yetu ni kutii neno vile lilivyo. Kazi yetu ni kuliamini neno, kulisikia na kuliamini, kulisoma na kuliamini, pasipo kulifanyia kazi yoyote. Tunaona ya kwamba Elisha alikuwa amebeba nini? Amebeba zawadi. Biblia inasemaje? Ati wacha tuone namba 11. Ati lakini Naamani namba 10. Ati nenda ukaoge. Yes, hapo alitumwa. Namba 11. Lakini Naamani akakasirika. Naamani alikasirika. Nilikuwa hapa. Si vipawa sitafanya kazi ya Mungu ifanyike kwako. Si vipawa. Yes. Si gift. Elisha alikataa gift. Elisha alikataa kabisa gift. Yeye kazi yake ilikuwa kumtuma. Nimekutuma enenda ukajichofye mara 7. Kwa nini alikuwa ameenda na hizo gift? Sababu hiyo ndio ilikuwa imani ya wakati huo. Ilikuwa mtindo wa wakati huo. Lakini tunaona siku ya leo, wakati Kristo Yesu alipokuja, Kristo alipeana yote bure. Hawa walikuwa wanasifikiria ni lazima wapeane ndio nao wafanyiwe. Imani ya Kristo Yesu ilikuja. Weka chochote uko nacho. Weka, jiwekee. Kazi yake ilikuwa kuongezea. Kazi ya Yesu ni kuongezea. Kazi ya Yesu ni kubariki. Kazi ya Yesu ni kupeana. Elisha akakataa kipawa chochote kutoka kwa Naamani. Asiseme kupitia vipawa zake ama utoaji wake ama baraka ile alibariki mtumishi wa Bwana nayo ndio ilifungua mlango wa kumponya. Siku ya leo ni watu wengi sana wako katika hiyo imani isiyo na msingi. Ati wakati mmoja ni lazima ati ndio mtumishi akufanyie jambo, ni lazima uweze kumpatia hongo. Naye watumishi wengi wako namna hiyo. Wanapokea hongo ndio waweze kufanya kazi ya Mungu. Elisha wakati wa Old Testament alikataa. Sababu ndani yake kulikuwa na imani ya Kristo Yesu. Kulikuwa na faith of Christ. Alikuwa anaongozwa na imani isiyo ya kazi. Haleluya. Leo watumishi wa Bwana wamejaa kazi ndani yao. Wamefanyiza watu kazi nyingi sana ya kuleta vipawa ndio waweze kufanyiwa kazi. Kutoa si kubaya, lakini hatutoi ndio tuweze kufanyiwa. Kutoa ni kuzuri sana. Na ukiona hauna moyo wa kujitolea, wewe uko bali sana na baraka. Uko bali sana na kupanuka. Lakini hatutoi ndio tubarikiwe. Ni kwa sababu ya kufanya kama lile neno hili limenifungua. Linaweza fikia mtu wako Uganda namna gani? Wacha nijitolee katika kazi ya Bwana. Ndio kazi ya Bwana iweze kuendelea. Yani unajitolea pasipo kitu chochote. Umefanyiwa haujafanyiwa. Uko na moyo wa kufanya injili kwa watumishi wa Bwana iweze kufikia watu wengi na watu wengi waweze kuponywa. Sio kwa sababu ninafanya ndio nifanyiwe. Elisha akakataa. Wacha tusome tu. Lakini Naamani
akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu. Vile ukubwa wake, unene wake, vile alikuwa anaheshimiwa, alikuwa anataka mtumishi wa Bwana amheshimu. Hivyo ndivyo nyumba nyingi zilivyo. Mabibi na mabwana. Mabwana wanadai heshima, mabibi wanadai heshima. Bwana asifiwe. Na ni vizuri sana kudai, lakini tabua wakati hii heshima itafanya moyo wako uinuke, itafanya uweze kutimiza mapenzi ya Bwana, ama unataka tu uinuliwe kama vile unainuliwa wakati ule umepigana vita, una shida kama hivyo. Sasa Naamani alikuwa anainuliwa kwa sababu aliweza kushinda vita, alikuwa anafanya watu wake waweze kushinda vita, anainuliwa sana. Nawe ni moyo gani uko nayo ndani yako siku ya leo? Leo hii tuko na wewe, unaliheshimu neno la Bwana kiwango ya kwamba ninapatia neno la Bwana heshima, kwa sababu lile neno linahitajika kuheshimika. Unalipokea kwa moyo mpya, ama unalipokea na moyo ule tu wa kwanza, ule ulikuwa hauna kuamini hata kidogo? Huu ni wakati mwingine mpya, tunafaa kuutambua vyema ya kwamba kazi ya Kristo inafanyika kwa njia nyingine mpya, sio katika njia ya kwanza. Njia ya kwanza ilikuwa sisi ni lazima tuweze kutenda mambo ndio tuweze kutimiza yale yanayohitajika. Lakini leo wakati Kristo Yesu alipokuja katika ulimwengu tulio ndani yake, yeye alikuja kuyatimiza. Sisi tupumzike, ayatimize kulingana na vile yeye mwenyewe anavyojua italeta mamlaka, italeta nguvu, italeta uwezo. Mitume walijaribu kutoa maji katika merikebu, walijisumbua, walitoa masaa yote kwa kutotambua Christ, yeye walio naye ndani ya merikebu. Hata kama walikuwa wamekaa na yeye miaka, hawakumtambua, hawakuwa wamemtambua, hawakuwa wanamuelewa. But wakati walipomuelewa, waliposhindwa, wakamuamusha waone kama mkono wake wataweza kusaidiana waweze kumaliza ile maji. Wakamuita, wakifikiri wanamuita waweze kutoa maji. Naye wakati alipoinuka, aliwasimamisha katika kazi zao, sababu alijua huu ndio wakati wangu wa kujulisha nguvu na mamlaka iliyo ndani yangu kutoka kwa Baba. Huu ndio wakati wangu kwako wewe mtu wa Mungu, kukujulisha na kukuonyesha yeye yule ninayeamini amefanya kazi ya ajabu na kazi isiyo na mwisho ndani ya maisha yangu. Amenifungua, ameniokoa, amenisamehe dhambi, amenipa kibali. Yes, ameniinua. Huu ndio wakati wa kuonyeshana wewe ni nani ndani ya Bwana. Wewe ni nini uko nacho kutoka kwa Kristo? Umeamini neno kiasi gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Na lile neno linafanya kazi gani ndani yako? Sababu kama neno linafanya kazi ndani yako, hauwezi tulia kamwe mahali ulipo. Ni kama vile mwanamke yule alikuwa katika kisima ya Yakobo. Wakati Kristo alipomnenea, hata hakumwambia akiondoka. Alichukua hatua tu na akaenda kwenda kuwaita wengine wakuja wasikie sauti inayotoka ndani ya mtu yule. Alidhani ya kwamba anaweza kuwa ndiye yule walikuwa wameambiwa. Emmanueli yule alikuwa anangojewa. Mtu wa Mungu, uli ni wakati wangu na wakati wako wa kutambua ya kwamba sauti ninayoisikia sio yangu.
Ni kama yule vile mwanamke akiwa na mimba. Vile mwanamke akiwa na mimba, akikula chakula anajua. Wanakula wakiwa watu wawili mara moja, dakika moja, sekondi moja. Ati akimeza chakula kuna mwingine anakula ndani yake. Hivyo ndivyo mimi nilitambua katika maisha yangu ndani ya Kristo. Ati chochote Kristo alicho nacho ninafaa kukichukua kama vile amenijulisha kwangu, amejijulisha kwangu, na mimi nijulishe wengine kwake, sababu amejijulisha kwangu. Kwa nini mimi nikae na kule kutambua na kule kujua na ule msamaha wa dhambi na ile imani? Kwa nini nikae nayo? Inafaa niweze kugawanya na wewe, tugawanyane pamoja. Ndio imani hii kama vile imenifanyia nikaweza kuwa na nafasi ya kufungua kinywa changu, ndio niweze kukufikia, na wewe uweze kuwa na imani hiyo, lile neno uweze kulipeana. Kama vile yule mwanamke wa msichana kijana yule alikuwa kwa Naamani, aliweza kufikiza ujumbe kwa bibi yake, naye bibi yake akapelekea bwanake, naye bwanake akachukua hatua ya kwenda kuonyeshana kweli kabisa, kuna msalaba, kuna nguvu msalabani, kuna uwezo msalabani. Nilikuwa mwenye ukoma, sasa mimi nimefunguliwa, mimi nimeponywa. Ni hali gani ulio ndani yake? Huu ndio wakati wa kupokea jawabu kamili ya maisha yako. Siku moja nitakuhadithia hadithi juu yangu. Yes, ndio uweze kujua na kuelewa ya kwamba jambo lolote unaloliona katika maisha yako lina mwisho, na sio mwisho tu, haliwezi kukudhuru hata kama limekuja likiwa limewaka namna gani. Usiogope mtu wa Mungu, usiogope kamwe. Hilo jambo linahitaji tu uamini, linahitaji tu ukae chini ya neno la Mungu, nalo neno la Mungu litakupa kibali cha kutambua wema na utakatifu ulio ndani ya ile neno, likikuletea uponyaji maishani, likikuondolea shaka, likikuondolea maumivu, yani lile neno na letire hagio halilipwi na halihitaji. Ni kama vile huyu mtumishi wa Bwana alimponya pasipo kuhitaji kitu chochote, na vile aliweza kumnenea ate please chukua kidogo, alikataa na akakataa. Neno la Bwana siku ya leo yani tunalipeana, nalo neno linatufungua, tunalipeana, linaenda kufungua, kwa sababu sisi nasi, kwa sababu ya kutambua vile lilivyotufungua, tunalipeana, tunalituma. Nawe unalipokea. Lekegwere uhonia umagaku. Uponyaji unatoka wapi? Uwezo wote unatoka wapi? Yes. Uoga unaondokea wapi? Yes. Utajiri unakujia wapi? Haleluya. Unakuja wakati umeamini hilo neno, nawe ukachukua hatua ya kumfanya mwingine aweze kuponywa. Wakati tunapohitaji baraka za aina yoyote ile kwa Mungu, baraka kubwa sana katika maisha yetu ni kuhubiri. Haleluya. Gift ile kubwa sana ni kuwahubiria wengine, ni kuwaokoa wengine, ni kuwaita wengine ndio wakuje katika ndani ya Kristo, wapokee haki iliyo ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Ati wakati huo tunaona bila shaka atatoka kwangu. Hiyo ni mawazo. Tuna mawazo isiyolingana na mapenzi ya Bwana. Tuna mawazo ya kujiinua na kutaka kujitambulisha kwa ukuu. Tuna mawazo ya kutufanya tuweze kuwa katika nafasi ya kutokuwa na imani. Sababu watu wengi wanafikiria imani ni kuona na kupokea. Hapana, imani ni kuamini neno la Bwana
unaliaminia hilo jambo, unaliaminia hiyo hali mzuri, hali baya. Wakati unapoliaminia, matunda yake ikionekana, nawe unalipeana. Oh, haleluya. Huyu msichana aliona vile Elisha alifanya kule Samaria, akiwaponya watu, akiwafungua watu, lakini naye hakukimya. Kwa nini wewe unakimya? Kwa nini umetulia wenzako wakiwa wagonjwa? Kwa nini umetulia wakiwa wamepangwa na mashida na matatizo? Kwa nini unakimya wakati ule hiyo ndoa inakwisha? Kwa nini unakimya wakati ule mwenzako haendi kanisani? Kwa nini unakimya wakati ule mtoto wa fulani anakunywa bagi? Toa sauti. Hata kama hautaona akiacha, wewe sema. Ni kusema tu. Hatua ni ya ni yake. Hatua kujifungua ni yeye. Wewe umemwelezea, wewe umemuongoza. Hatua hiyo ingine si yako, ni yake yeye. Akisikia na aamini, ataingia ndani ya Kristo na apokee utukufu na uponyaji na msamaha wa dhambi ndani ya Kristo Yesu, kwa kusikia tu na kuamini. Bwana asifiwe. Na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa, na kuniponya mimi mwenye ukoma. Watu wengi leo hivyo ndivyo alivyo. Wanakibia huku na kule wakawekelewe mikono. Wanakibia huku na kule wakaombewe. Na kuambia mtu wa Mungu, huo ni ugonjwa mkali kama ule ulikuwa na Naamani wa ukoma. Na ninataka kukuambia asubuhi ya leo, ukiwa na huo ugonjwa, ya kwamba nilikuwa ninafikiria ataniita, nilikuwa ninafikiria ataona mambo zangu, nilikuwa ninafikiria ataniwekelea mkono, nilikuwa ninafikiria atanipaka mafuta, nilikuwa ninafikiria atanena mambo makubwa na kufukuza shetani juu ya maisha yangu. My dear, utoka katika hizo enzi za ujinga. Neno la Bwana linatumwa, linakibia kwenda kuwaponya. Wakiwa wapi? Amerika. Pasipo hata wao kuelewa kuna neno limetumwa. Lakini wale wamelituma wako na imani, huyo mtu mahali ako atainuka. Haleluya. Linatumwa kwenda kuwaponya. Limesikiwa na mtu mwingine, naye mtu mwingine Amerika amempelekea kwa kitanda, sababu kuna watu wanaomba huyo mtu aweze kufunguliwa. Na kwa sababu ni lazima asikie hiyo sauti, mtu mwingine akiwa Amerika na huyo mtu mgonjwa ako Amerika, ama ako Amerika anatuma neno huku, nasi tukiwa huku tunatambua kuna mtu fulani ako hospitali, tunaenda kumwambia Mungu anasema umefunguliwa. Bwana asifiwe. Wewe ni nini? Kwa nini unafanya watu waweze kukaa katika mahali pamoja, katika kusononeka, katika kufungwa, katika dhambi zao, katika ulemavu, katika hali za ukoma? Kwa nini? Mtu wa Mungu, mwambie akatae. Tuelete inge makarega. Mwambie akatae. Hiyo damu yake umeoga. Mwambie akatae. Hana jambo la kusema. Umemwelekeza. John the Baptist alielekeza watu, na watu wakaingia katika nafasi hiyo. Na wakati Yesu alipokuja, wale wote walipokuwa wamefika kwa John the Baptist, wote walifunguliwa. Bwana asifiwe. Nawe leo, wacha kuwa na mawazo yako, nataka hii, nataka hiki, nataka hivi, nataka vile, nataka haya. Wacha ondoa mawazo yako. Pokea neno la Bwana. Neno la Bwana likuongoze. Mahali litakutuma wewe nenda. Jambo litakwambia wewe fanya. Wacha kujituma. Ati ukiwa tu ukisema natembea na hili neno. Hili neno umelitembea, umefanya likose nguvu. Umefanya liweze kukufa. Sababu ni wewe ulijichagulia. Wewe ndiye unataka kutembea nalo.
haujatumwa nalo liweze kutenda kazi. Haleluya. Ona ungikorwo wikiugwa atia, nikio Paulo andikire thiini wa ibuku ria Roma 10 na thiini wa ibuku ria Luka 5 mweri wa 39 ati mesiragia ni tondu wa kumenya kiugo ni monete moyo wa tene na tene. Ni gwiciria wanadhani wameupokea uzima wa milele sababu wanajua maandiko. Please my dear, wanadhani. Usidhani. Ondoa hiyo neno inaitwa kudhani. Pokea neno la Bwana katika ukamilifu wake, ndio liweze kutenda kazi ndani yako, ndio liweze kukupanga katika maombi yale unafaa kuomba. Watu wengi wanaomba maombi ya kogoroka, maombi wazimu, lakini yeye ameomba akisema, lakini ni maombi wazimu. Hakuna mahali anaenda, hakuna kitu inaweza fanya, haina baraka yoyote, haina kufungua kokote. Hakuna mtu inaweza kufanya aweze kupokea kile anachokiombea. Nao ndio watu wengi sana tulio nao. Wanakimbia huku na kule wakienda kukimbilia miujiza na maishara. Na hawajui muujiza na maishara iko kwake ndani yake. Ni yeye anafaa kuikoroga ndio iweze kutenda kazi kulingana na vile inavyohitajika. Wewe ninakupenda sana. Nakupenda sana. Kesho tutaendelea na ujumbe. Nakupenda sana mtu wa Mungu. Na mimi natamani utoke katika mahali hapo umejifunga. Naamani alijifunga. Kuna nafasi tunaona alijifunga na makasiriko, akitaka kuonyeshana. Yani alienda na moyo wake, hakuwa ameondoa moyo wake ndani yake. Alikuwa tu amebeba moyo wake, alikuwa amebeba ukuu wake, alikuwa amebeba mapenzi yake. Na ndiye alienda akakasirika kwa kusikia ametumana, akaambiwa mwambie aende akajichofie. Hata mtumishi wa Bwana hana haja na kujua umebeba nini, wewe ni mtu wa wapi, wewe unaitwa nani. Mtumishi wa Bwana hana haja. Ukweli kabisa. Ona ndegikenu itakire nohoro. Ni ndirakienda uigue kiugo tu. Mimi nataka tu usikie neno. Hakuna kitu kingine. Lile neno likufungue. Sitaki kujua unapitia wapi. Lakini katika lile neno ninapokuhubiria, liko na uwezo na nguvu na mamlaka ya kukuondoa katika hali ulio nayo. Sitaki kujua wewe ni tajiri wa aina gani. Sitaki kujua wewe uko na nguvu na mna gani. Ama wewe umetoka wapi. Ile kitu ninaomba ni ya kwamba amini neno. Kutoka kwako ni baraka yako. Kuwa tajiri ni baraka yako. Na ni vizuri. Kuwa hata maskini ni vizuri. Kwa sababu wakati utaamini neno, litakufungua na litakuelekeza. Unahitaji tu hekima, unahitaji tu maarifa. Haleluya. Urenda tu kutongorio na uge, urenda tu kutongorio na umenyo. Unafatara ogulio. Bwana asifiwe. Ndio mambo yote na kazi yote ya Mungu iweze kufanyika ndani yako. Ndio uweze kutambua ya kwamba wewe na Mungu mmefika kuwa mmoja, kwa sababu umeamini neno lake. Neno lake ndio suluhisho na hakikisho ya kwamba mimi na Mungu tumefika kuwa mmoja. Mimi nimefika kuitwa mwana wa Mungu kwa sababu neno lake limeingia ndani yangu, na lile neno limekuwa uwezo, nguvu, mamlaka, limekuwa uponyaji, limekuwa muujiza na maishara, limekuwa kila kitu katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Watu wengine wanaamini, lakini baada ya dakika kidogo wanaondoa ile kuamini. Wanaanza kuchanganya kuamini kwao na vitu zingine nyingi. Hivyo ndivyo Naaman alifika. Wakati alifika kwa mtumishi, alikuwa mtu wa makashiriko na alikuwa mtu wa kutaka vile anataka. Hakuwa mtu wa kuongozwa. Alikuwa mtu wa kujiongoza. Alikuwa mtu wa kuonyeshana mamlaka yake. Lakini kulingana na neno, mamlaka yake haikuwa inahitajika kuonekana, kusikika, wala kutambulika. Na nani? Na Elisha. Elisha ndiye alikuwa anajua ya kwamba yeye ndiye ako na nguvu zote, mamlaka yote na uwezo wote. Haleluya. Uponyaji wote ulikuwa ndani ya Elisha. Kwa hivyo kama Naaman hangekubali, tutasoma kesho, kama Naamani hakukubali, hangeponywa ukoma wake. Watu wengi wamekataa muongozo wa watumishi wale wametumwa. Watu wengi wamekataa kusikiliza sauti ya Bwana, wale
watumishi wale wametumwa kwao. Wanataka, wanaona, wanafikiria vile wanafikiria, na ndivyo ilifanya uende huko kwa sababu ulikuwa umeshindwa. Naaman alienda kwa Elisha kwa sababu alikuwa ameshindwa. Alafu ameshindwa, alafu anapeleka mawazo yake kule. Hangeponywa. Tutaona vile iliendelea ndio aponywe kesho. Na wewe ukienda ndani ya nyumba la Bwana na mwongozo wa mtumishi wako yule ametumwa kwako akuongoze, uweze kuliitia shaka na kuambia mtu wa Mungu, utakaa miaka mingi, 38 years utakaa hapo ukiwa kiwete, ukiwa bubu, ukiwa maskini, ukiwa tajiri mwenye hasaidiki na utajiri wake, ukiwa na ndoto za kukuzunguka kila usiku, ndoto baya, ndoto za kukudidimisha, ndoto isiyo na msingi wowote wa kufanya wewe uweze kuendelea. Utakuwa tu katika mawazo yako ya kukuonyesha ya kwamba wewe ni mkamilifu sana, wewe ni mtu na utakuwa ukisema tu wewe ni wa Mungu, lakini hakuna uungu wowote utakuwa kwako. Oh yes, Jesus, thank you for your word. Yes. Ni lazima uweze kujitambua vyema. Uweze kujua ya kwamba wewe hauna mamlaka yoyote katika maisha yako. Mamlaka iko na yule ametumwa kwako. Mamlaka yuko na huyo ametumwa kwako. Yeye ndiye anaweza kukuelekeza na ndio uweze kufika mahali pako ukiwa na ushindi na ukiwa na uwezo. Kesho tutaanzia hapo 8. Ndio tuendelee tuone. Wakati umekuwa ndani ya mawazo yako, nini na nini kinafanyika? Ni mambo mangapi na mangapi unazuilia? Mpaka familia yako unaizuilia. Mpaka wewe kupanuka unakufungilia. Wakati neno limekufikia na wewe unalibatiza na maji yako, badala ukubali ubatizo ule wa neno uliwekwa ndani yako ufanye kazi yake. Ubatizo wa Kristo ama kifo cha Kristo kilifanya sisi wote tuweze kusamehewa dhambi. Na kupenda sana jioni, asubuhi ya leo tukielekea katika kazi zetu, tuwe na imani ya kwamba kuna baraka, kuna kufunguliwa, kuna kuonekaniwa, na tulionekaniwa, tulibarikiwa, tulifunguliwa, tulipokea haki, sisi ni wakamilifu, tumeponywa, kila kitu tumekipokea. Ninanena hapa nikiwa ninajua ya kwamba nimepokea kila kitu kwa Baba kupitia Kristo Yesu. Yu ndani yangu, amenifanya makao yake. I'm the temple. Amenishirikisha imani yake, moyo wake, roho wake, uzima wake. Nimepokea kibali chote. Na wewe je? Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Baraka zako Bwana Jehova Jireh tumezipokea. Umetufungua katika uwezo wote ule ulikuwa unatudidimisha. Katika dhambi zote zilikuwa ndani yetu, umeziondoa, ukatupa imani na amani na furaha. Umetupa ushindi mkuu katika maisha yetu. Ndio tuonyeshane kwa kila mmoja, tuonyeshane kwa kila mtu vile Mungu unavyofanya kazi yako kwa imani katika neno. Asante Yesu Kristo kwa kututoa katika utumwa tuliokuwa ndani yake. Hatukuwa tunaamini ya kwamba sisi ni watumwa, kama vile Naamani alikuwa mtumwa wa leprosy, kama vile yule msichana alipotekwa nyara akaletwa katika ule mji wa Syria, alifanyika kuwa mtumwa. Lakini yeye hakuamini yeye ni mtumwa, alijua yeye ni msaidizi, is a savior ya mwenye nyumba ile alipokuwa ametumwa. Alifika kule akiwa savior. Nasi Bwana siku ya leo tunakataa utumwa wowote
na tunaamini sisi tuko na yani tumetumwa tuweze kurehemu watu wengi, kuwafanya kuwa kuondoa katika utumwa wao na kuwaingiza katika ufalme wako Bwana, kwa uwezo na kwa nguvu na kwa mamlaka. Asante Mungu wetu mfalme, wewe ulio na kibali kikuu cha kutuonyesha na kutufanya sisi watumishi wako na wenye kibali cha uzima na cha amani na cha furaha na maendeleo yote yanayoendelea katika mji wa mbinguni. Asante Mungu wetu mfalme, umetuponya maisha yetu, umetuponya miili yetu, umetuponyea nyumba zetu ama familia, umetuponya Bwana Jehova Jireh katika mawazo, umetupa akili njema, umefanya jicho letu la ndani la moyoni liweze kufunguka, umetupa haki Bwana Jehova Jireh, tumesimama katika haki yako, umetuosha tukawa wasafi kwa maji ya ile inayoitwa the word. Hiyo Bwana Jehova Jireh imetusafisha. Mambo yale yote yaliyokuja yakatufanya ilikuwa inafikiria inaweza kuturudisha katika utumwa, Mungu wetu mfalme, yametukuta tukiwa tumesimama, ni kwa sababu tulio ndani yako hakuna kitu chochote kinaweza kutubadilisha. Ninawainua watu hawa mbele zako Bwana, kwa uwezo wote na kwa nguvu zote Bwana. Wabarikiwe na wainuliwe, wakienda kutenda kazi, kufanya kazi zao, na wakitimiza yale yote Bwana yaliyo mbele yao. Kwa imani Bwana Jehova Jireh, nimeomba mafanikio, wafanikiwe na wafunguliwe na waondokewe na uoga wote, na waponywe na waweze kupokea ahadi ndani ya Kristo Yesu. Ni kwa sababu hapo ndipo wema na utukufu zimefichwa. Tunakushukuru Baba wetu, siku ya kesho tukipatana na wao, na leo tukienda mafellowships Bwana, ninakushukuru kwa sababu utatunenea sisi wote kwa utukufu na kwa uwezo wote, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.